Leo nataka niwapongeze wazazi wote, wazazi wote ambao kiukweli wanapambana na wanahakikisha kwamba afya za watoto wao ziko vema kabisa. Na kipekee nataka niwapongeze wazazi ambao kiukweli wanajitahidi kuzingatia afya kwa ajili ya watoto zao. Na hapa nitaongea specific sana kwa ajili ya meno. Afya ya kinywa na meno imekuwa ni moja kati ya afya ambayo kwa watoto wadogo haijapewa kipaumbele sana. Na wengi imekuwa ni mpaka labda apate shida ama apate tatizo ndipo mzazi anakuwa anachangamka. Lakini kwa sasa hivi imekuwa tofauti. Nimeanza kupokea wazazi ambao wanajitahidi, na nimeanza kupokea wazazi ambao wanakuja kwa ajili ya check up tu ya watoto wao. Kiukweli hili jambo limenibariki sana, na nitoe fursa hii kuwapongeza na nichukue nafasi hii kusema kwa kweli wazazi wote ambao mnawasaidia watoto wenu na mko tayari kufanya check up kwa ajili ya watoto wenu kwa ajili ya afya ya kinywa na meno, kwa kweli Mungu awabariki sana. Na niendelee kusisitiza wote ambao ni wazazi, unajijua wewe ni mzazi, tafadhali hakikisha mtoto wako kabla hajafungua shule mwezi wa kwanza, muangalie, fika kwa daktari wa kinywa na meno. Fika kwa daktari wa kinywa na meno, angalia meno yake yanaendeleaje, meno yaliyotaboka yazibe, meno yenye shida ya tibu. Halafu baada ya hapo mtengenezee mtoto wako mazingira ya kupenda kupiga mswaki. Lakini si tu kupiga mswaki, lakini mtengenezee mazingira ya mwanao kuona afya yake ya kinywa na meno ni afya muhimu sana na ya kuzingatia, ili asije akafikisha miaka 20 ameshapoteza meno au miaka 30 ameshapoteza meno mengi. Kwa hiyo mimi leo nataka tu niwapongeze wote. Kwa kweli wazazi, hongereni sana. Na mwezi huu tunapoelekea kwenye sherehe za Christmas na mwaka mpya, hongereni sana 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 sana, na tuendelee kupambana.